mchezaji ambaye amesaini siku chache tu zilizopita klabu ya AS Monaco nchini Ufaransa, mkataba wa kuitumikia klabu miaka 2. Sasa bwana, leo kwa Pogba nataka nikupe tatu zake za nguvu na yeye. Pogba bwana, ya kwanza ilikuwa ni safari yake kutoka United kwenda Juve. Wakati yuko Manchester United timu ya vijana, alikuwa anaitwa mara moja kwenda kutrain na timu ya wakubwa. Lakini walikuwa wanamuona kama kiwango chake bado hawezi kuingia kwenye first 11 ya United. Kwa hiyo United wakamuuza Pogba kwenda Juve. Juve walivyokuwa naye siku ya kwanza tu Pogba ametrain na senior team ya Juve. Yule Andrea Pirlo aliwashtua legends wenzake pale. Akamwambia hivi, huyu Manchester ndo wamemwacha, wamemwona ana kipaji au vipi? Mbona anayoyafanya ni mambo makubwa. Pogba ameingia kwenye first 11 na Juventus kwa haraka sana. Na alifanikiwa kuisaidia Juve kucheza finali ya mwaka 2015 ya ligi ya mabingwa. Ingawa alipoteza goli 3-1 dhidi ya FC Barcelona kwenye ile finali ya mwaka 2015, lakini Pogba alikuwa kwenye kile kikosi. Sasa nyingine ya nguvu ya Pogba bwana ni aliporudi Manchester United. Unajua baada ya kuika Juve, Manchester akaona kumbe tulipoteza dhahabu. Wakainunua kwa pesa nyingi sana. Sasa usisahau kwamba pale United alikwenda nyota mmoja aliyo kupita Chelsea anaitwa Nemanja Matic. Yule bwana sasa anasema pale United walikuwa wanaongoza kwa kuchelewa mazoezini ni Pogba pamoja na Jadon Sancho. Ikafika wakati wao wakawa nakasirika kwa nini watu wanachelewa. Kwa Matic anasema walichoamua wakasema kuanzia leo tunaanzisha kamati ya nidhamu hapa ambayo itaundwa na sisi wenyewe wachezaji. Alafu rais wa ile kamati akawa Nemanja Matic. Na anasema ndani ya msimu mmoja walipiga faini ambazo zilifika paundi 75,000 ambazo ni kama zaidi ya milioni 270 za Kitanzania. Kwa wachezaji kuchelewa, Pogba akiwa kwenye listi. Nyingine ya mwisho ya nguvu ya Pogba ni Pogba baada ya kufungiwa kutokana na kadhi yake la kutumia dawa za kuongeza nguvu. Anasema aliporudi Italia kuishi aliomba awe anafanywa massage na anafanya mazoezi pale kwenye viunga vya Juve. Lakini Juve walimkazia mwa. Juve walimkatalia. Sasa Pogba anacholalamika anasema mimi nilikuwa ninajua nina vita yangu dhidi ya doping. Lakini kumbe niliingia kwenye vita nyingine dhidi ya Juve. Na mtoto wake alikuwa anasoma karibu kabisa na ilipo training center ya Juve. Lakini mwanae naye amepitia dhihaka nyingi kwa sababu ya baba yake kufungiwa Pogba. Kwa hiyo Pogba kwenye safari yake ya kurudi sasa hivi kwenye michezo kajua kina nani walikuwa maadui ambao walijificha kwenye urafiki wakati wa matatizo yake yeye akiwa amefungiwa kucheza boli. Na kwenye matatizo ndio utawajua. Huyo ndio Paul Labile Pogba. Sasa Pogba story yake inatufundisha vitu vitatu tu. Wakati uko kwenye shida wakumbuke watu watatu. Aliyekutia kwenye shida, aliyekusaidia wakati wa shida. Mwingine nani hapo? Maliza. Ambaye wakati wa matatizo yako yeye hakuhusika kabisa.